Hatuwezi kugawanywa, tunagawanywa kwa mentality zetu, kwa fikra zetu, tunavyoangaliana kwa choyo chetu, selfishness, lakini in reality na kwa maumbile ya Mungu sisi ni wamoja. Kwa hiyo hatuna budi kwenda hivyo tukiwa wamoja. Wakati nimetembelea Kenya mwaka 2021 nilizungumza pale bungeni kwamba sisi Watanzania na Wakenya ni wamoja, na hata wanyama wetu wanajua hilo. Nikawapa mfano wa wildebeest kule Serengeti na Masai Mara. Wale wanyama they are traveling with no borders. Hawagongi pasipoti, hawalipi fees kwenye vikwazo, hawana chochote. Wanaingia Kenya, wanarudi Tanzania. Na nzuri zaidi, wale wanyama anabeba uhai ya ujauzito kwenye nchi moja, anakwenda kujifungua kwenye nchi nyingine kwa zile season zao. Sasa nikawauliza wabunge wa Kenya, mtoto wa wildebeest ana uraia gani? Uraia wa Kenya au wa Tanzania? Sababu ujauzito umebebwa huku lakini kazaliwa huku, ana uraia upi? Na you never know, inawezekana baba na mama si wote wa Tanzania, kule wakikutana kule kwenye heating system, inawezekana dume la Kenya ndio limepanda Tanzania. Sasa watoto wana uraia gani? Na hivyo ndivyo wa Kenya na Watanzania tulivyo. Hatuna budi, sisi ni watu wa ardhi moja, lakini ni watu wa destiny moja. Lakini yanayotokea haya ni kwa sababu ya selfishness, utandawazi, kusikiliza sana nje, mambo ya teknolojia, sijui mambo ya globalization, yanatugawagawa hapo katikati. Lakini ukienda kwa undani, leo tulikuwa tunafanya introduction kwenye mazungumzo yetu ya serikali, na katika introduction wakawa introduce magavana wawili wa provinces, wote wa Masai nadhani wale, lakini it happened wale pale. Lakini wale nilikutana nao kwenye msiba wa marehemu Mheshimiwa Lowassa, and they were crying sawa sawa na Wamasai wa Tanzania, na wanasema tumeondokewa na ndugu yetu. Sasa sema wameondokewa na ndugu yao, wao wametoka Kenya, Lowassa Mtanzania, lakini walikuwa wanalia kama Wamasai wengine pale kwenye msiba. Kwa hiyo watu ni wale wale. Ukienda Mara kule, wale watu ni wale wale. Kwa hiyo hata hapa tu coast, ukivuka Tanga kuingia Mombasa, watu ni samahani, naomba maji. Watu ni wale wale. Asante. Begi pole pole. Kwa nasema watu wa Tanzania na Kenya ni wale wale. Hata jamaa zangu wa Kipemba Mbarawa yuko hapa. Kuna waziri anaitwa Mbarawa hapa, lakini Wabarawa ni wa Kenya na hawa ni Wapemba wale originate Kenya kule. Kwa watu ni wale wale. Hatuna haja ya kugawana, hatuna haja ya kushangilia maovu yanayotokea upande mmoja na upande wa pili wakashangilia. Sisi yanapotokea maovu Kenya ni maovu yetu, tushirikiane kuyaondoa. Yanapotokea maovu Tanzania vivyo hivyo. Leo tulikuwa tunazungumza na Rais Ruto asubuhi, sio asubuhi, mchana, maana amechelewa naye amekuja mchana. Tukaa tunazungumza jinsi ya kudeal na hawa watoto wetu watovu wa adabu.
wanaojiita nani hilo jina hao eti na wenyewe wanajifanya ni hao wa East Africa. Kwa hiyo popote wanakwenda kupigania demokrasi. Kwa hiyo wafanye fujo huku, wafanye fujo huku, wachome huku, wachome huku, wadisturb serikali zao. Nikamwambia Ruto, we have to send firm on this, watovu wa adabu hao. Tusichague wa Tanzania au wa Kenya. Wakija kwangu na chapa mikwaju, wakija kwako chapa mikwaju, ili wakae sawa. Na hapo tutapata jumuiya ambayo ina watu wenye heshima na ina watu walionyooka. Neno demokrasi lisituchafulie nchi zetu wala mila zetu wala desturi zetu. Demokrasi haina formula. Demokrasi ya kule mbali tofauti na ya kwetu huku. Sisi kwetu tuna mila zetu na desturi zetu zinazokwenda na hiyo demokrasi. Kwa hiyo kwa namwambia mwenzangu, hebu tusimame mguu sawa kulinda hizi nchi zetu. Nilikuwa namsikiliza kaka yangu Mudavadi akisema anatamani kungekuwa na shirika la ndege la East Africa. Natamani kungekuwa na East African Harbors na nini. Natamani, jamani ndugu zangu, si alikuwepo? Our founders of the nations walituundia. Ikatokea nini? Wakaja wasomi, the educated. Tukafanyaje? Tukatafuta majustification na kila sababu tukavunja. Si kweli? Lakini baadaye tukaona we were wrong. Tukajiunda tena. And now this is a time of the learned. Akina sisi. Wale walikuwa educated, sisi learned. We learned from the past experiences. Si ndio? Kwa hiyo sasa the learned lazima tuhakikishe East Africa inasimama na inasimama tunavyotaka sisi na sio wanavyotaka wale. Tunavyotaka sisi na sio wanavyotaka wale. Tuna mengi ya kufanya na kufanya East African community ni community kubwa ya kiuchumi inayojielewa, inayoweza kusimama yenyewe. Tuna mengi ya kufanya. Ndugu wangu Ruto amecite some few example hapa, lakini tuna mengi ya kufanya ambayo yanaweza akatufikisha pahali pazuri na East Africa ikawa ndio community au jumuiya ya kutegemewa na inayoheshimika duniani. Ndugu zangu, nimepangwa nizungumze mwisho ili nifunge mjadala huu. Yote yanayohusu mkutano wetu leo, kukuza biashara, kuondoa vikwazo, kukuza chumi zetu, GDP na mengineyo, yameshaelezwa na yameelezwa kwa takwimu, na takwimu au statistics hazisemi uongo. Hali halisi wote tumeiona. Lakini Mheshimiwa Rais Ruto naye alieleza tuliyoyazungumza toka asubuhi na mambo ambayo tumejipanga kufanya ili kufanya nchi zetu mbili tuende to facilitate development haraka, iwe ya uwekezaji, iwe ya biashara, iwe yoyote ile, lakini iende haraka. Kubwa hapa ni ujenzi wa miundombinu au infrastructure development ambayo nchi zote mbili tumejidhatiti kuendelea kufanya ili kurahisisha ufanyaji wa biashara na uwekezaji ndani yetu. Lakini nataka nitumie fursa hii niwahakikishie mambo mawili kwa upande wa Tanzania. La kwanza, hichi kilichokuwa launched leo hapa, hii platform ya Joint Tanzania Kenya Business Council ambayo imekuja na mafanikio makubwa sana, na wenzangu wamesema hapa kwamba isiwe inafanyika tu wakati wa state visits za maraisi na watu wakubwa, lakini